Msikilizaji wa 92.1 Crown FM, kama kawaida ya kipengele cha Mboni, tunakuwa tunazungumzia matatizo, mikasa na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea katika jamii. Na leo ninaye kaka mbele yangu ambaye yeye ni mkazi wa Songea mkoani Ruvuma. Leo amefika Dar es Salaam, lakini kuna mengi ambayo amekuja nayo. Kama ni mazuri, kama ni machungu, basi tutayajua kupitia Mboni ya Jirani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Juma Hamisi Mbunda, mkazi wa Songea mjini. Nini kimekusababisha leo umeweza kufika hapa Crown Dar es Salaam? Kilichonisababisha kuja hapa ni matatizo yangu niliyapata kupitia shughuli zangu ninazozifanya. Naona kwamba mimi ni fundi seremala na mara ya mwisho mpaka nakuja kupata ajali ni kwamba mimi nilikuwa napaua jengo la ghala la mazao Songea mjini, na ilikuwa tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2024. Nilikuwa mimi na mwenzangu mmoja na mwanangu wa kiume. Sasa kilichotokea pale, tumefanya kazi kwa siku ya kwanza vizuri, siku ya pili vizuri, siku ya tatu tukawa tumeporomoka toka juu mpaka chini, na baada ya kufika chini kweli nilifikia makario. Baada ya kufikia makario nikavunja uti wa mgongo. Baada ya kuvunja uti wa mgongo pale nikakuja kujiinua, nikakuta kuanzia kiunoni kwenda mpaka kwenye wanyayo wa miguu, miguu imekufa ganzi, kiasi kwamba viungo vyangu vya miguu havifanyi kazi tena kupitia kuinuka tena pale. Na huyo mwenzangu nilikuwa naye, yeye aliumia goti la mguu wa kulia, lakini baada ya matibabu kupitia hospitali ya mkoa akapona baada ya mwezi mmoja, lakini mimi ndo niliumia zaidi. Na baada ya kuumia zaidi, baada ya kuumia nikapelekwa pale mkoani nikiwa na huyo mwenzangu na nikadumu pale kwa muda wa siku 7, huku nikiwa nimeveshwa mpira wa mkojo, maana choo kubwa na ndogo zilikuwa zinatoka tu bila nguvu yoyote, kwa sababu mishipa ilikuwa imeshakufa, mishipa ya haja. Nafika siku ya 7 nikaambiwa kwamba inatakiwa nije hospitali ya Muhimbili. Unaona, sasa kilichofuatia hapo, mimi nikawaambia kwamba sina uwezo wa kuja kwenda Muhimbili kutokana na kipato changu kidogo. Lakini huyo bosi wangu nilikuwa nafanya kazi akasema kwamba mimi sina uwezo wa kukupeleka Muhimbili, lakini kupitia hospitali za hapa Songea nitakutibu ipasavyo. Sawa, mimi nikakubali kwa maelezo aliyotoa huyo bosi wangu, lakini kupitia maelezo niliyotoa kwa madaktari ni hayo kwamba niliwaambia sina uwezo wa kuja Muhimbili. Baada ya hapo kweli siku ya 7 nikaruhusiwa. Wakanipa dawa zile za kutumia. Nikanunua dozi moja shilingi 15,000. Nikarudi nyumbani siku ya 7, nikaanza dozi kwa kumeza kidonge kimoja kwa siku, kidonge kimoja. Kweli dozi nilitumia baada ya mwezi mmoja, kweli nikaona hali inakuja vizuri, kiuno kinapata nguvu ya kuja kukaa mpaka kwenye sturi. Baada ya hapo kila nikiangalia shoto kulia, yani sina ile pesa ya kujikimu kimatibabu. Kwa hiyo huyo bosi wangu akanitoa hospitali ya mkoa, akanipeleka hospitali ya Mission Peramio, akanishughulikia pale napo, akaniambia nikazane mazoezi. Unaona, baada ya hapo kweli mazoezi mimi nikawa nafanya asubuhi na jioni nikarudi. Baada ya hapo kilichofuatia, inafika mwezi wa 6 mwaka jana, huku nikiwa nafanya mazoezi nikaenda kuangalia kwenye X-ray hospitali ya Mission, hospitali ya JWTZ Ruwiko. Wakaniambia kwamba kupitia kipimo cha X-ray wakaniambia kwamba uti wa mgongo umenyoka, umekaa vizuri, ila kuna dosari imebaki hapa kwenye uti wa pingiliza uti wa mgongo. Na hii dosari kweli walinishauri kwamba kama inawezekana inatakuwa uende Moi ili ukapate matibabu zaidi. Kweli mimi katika kuhangaika kule nyumbani kupitia ndugu na nini, ndugu walidai tu kwamba tutakaa kikao na tuweze kukuchangia, lakini kweli kupitia kipato cha ndugu zangu mimi kweli ilishindikanika kunichangia
kutokana na hali yao ya kimaisha duni. Baada ya hapo kuna ndugu yangu ambaye anaishi Njombe, ni huyu ambaye alinileta huku Dar es Salaam, na yeye ana matatizo yake ya kiafya. Akaniambia mimi nitakavyoenda Muhimbili Moi pale kwenda kucheki matatizo yangu, basi itabidi tuondoke wote ili na wewe ukacheki afya yako. Baada ya hapo kweli tukawa tumekuja huku, ilikuwa tarehe 7 ya mwezi wa kwanza. Tukafikia gesti, na baada ya hapo kweli tukaanza vipimo vya afya yangu kupitia uti wa mgongo. Baada ya vipimo vya CT scan kweli dosari ikawa imepatikana kwamba mimi baada ya kuanguka uti wa mgongo, kuna sehemu katikati ya mgongo ukawa umejifinya uti wa mgongo, unaona. Na wakaniambia kupitia hili tatizo la kujifinya uti wa mgongo inatakiwa upatiwe upasuaji ili tukuweke chuma uti wa mgongo uweze kunyoka ipasavyo. Kwa hiyo ndugu watazamaji na ndugu wasikilizaji, kwa aliyeguswa na hili tatizo langu, naomba kama kuna Mtanzania mwenye uchungu na mimi, na kama kuna Mtanzania aliyeguswa na hili tatizo langu, naomba msaada wenu kupitia matibabu yangu, maana mpaka sasa matibabu yangu yana gharimu kama milioni 9, na mpaka sasa ninavyoongea hapa nilipo miguu yangu haifanyi kazi, nanyakuliwa kama vile mtoto, nabebwa kama vile mtoto, natoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Gharama za matibabu kwanza kwa ujumla gharama za matibabu zinafikia milioni 9. La kwanza nimeambiwa nitoe 1,600,000 pesa ya vifaa vya upasuaji. Baada ya hapo nikishapata kutembea inatakiwa nitoe milioni 5, unaona. Kwa hiyo kwa ujumla kupitia na gharama za kitanda inafika milioni 9. Maana nimeambiwa kwamba nikishapasuliwa siku 3 nitakuwa chini ya uangalizi, na baada ya hapo nitaingia vyumba vile vya kulaza wagonjwa. Kule nako kuna kulipia. Sifahamu kama nitakaa kule kwa muda wiki moja au wiki mbili, lakini gharama zote kwa ujumla zinafika shilingi milioni 9. Naomba ndugu wa Tanzania, mimi ni Mtanzania mwenzenu na nilikuwa kwenye harakati za kujitafutia maisha, lakini bahati mbaya iliyotokea ni hiyo ya kupata ajali kazini, na mpaka sasa kwa kweli sina uwezo wowote wa kujikimu kupitia gharama hizi nilizozitamka. Mimi na mke wangu ni mfanyabiashara ndogo ndogo za kuuza matunda kwenye Kigenge, na yeye kwa kweli ameniguza sana nyumbani hospitalini karibu miaka 2 sasa hapa, na namshukuru mke wangu popote alipo hapo nyumbani. Kwa yeyote aliyeguswa na tatizo langu kupitia namba za simu, labda kama una chochote cha kunitumia, namba zangu za simu ni 07 59 56 55 mwishoni 96. Narudia tena namba zangu za simu 07 59 56 55 96. Jina litakuja Swalehe Abdalla Jele. Shukrani zangu zote kwa kupitia Watanzania wenzangu. Naomba msaada wenu kwa kupitia hili tatizo langu nililolipata. Crown Media. Hapa ni nyumbani.